Elimu bora huanza na misingi imara, na msingi huo hujengwa kwa dira, maadili, mfumo unaoongoza walimu na wanafunzi kuelekea lengo moja. Hilo ndilo lilokutanisha viongozi wa Mahdi za Kiislamu nchini kutoka maeneo mbalimbali hapa mjini Morogoro katika safari mpya ya kuandika historia ya elimu ya Kiislamu. Ndani ya ukumbi wa shule ya sekondari ya Forest Hill, viongozi hawa wamekutana katika kikao cha kwanza kinacholenga kuweka mtaala mmoja utakaotumika katika Mahdi zote za Kiislamu hapa nchini. Lengo ni kuhakikisha taasisi hizo zinatoa elimu yenye viwango vinavyofanana, nidhamu ya pamoja na mfumo mmoja wa mitihani, hatua inayotarajiwa kuongeza ubora wa hitimu na kuimarisha malezi ya Kiislamu. Mkutano huu umeandaliwa na Umoja wa Mahdi za Kiislamu nchini chini ya Baraza la Sunna Tanzania BASUTA kwa uratibu wa taasisi ya The Islamic Foundation kupitia ufadhili wa Jumuiya ya Mkusanyiko wa Vijana wa Kiislamu Duniani WAMI. Akifungua kikao hichi, mwenyekiti wa taasisi ya The Islamic Foundation Arif Nahdi amesema mtaala huo utakuwa chachu ya kuandaa kizazi chenye elimu sahihi ya dini, maadili mema na uzalendo, kitakachochangia kudumisha amani na mshikamano katika jamii. Mimi nakumbuka wakati wetu sisi, ukisoma madrasa au ukenda mahadi yote, uwezi kutoka mahadi moja kwenda nyingine kwa sababu zinatofautiana zile syllabus. Vile vile kuwa na umoja wa hizi mahadi inasaidia sana katika maadili, kwamba maadili yanapotengenezwa yanaenda kupelekwa kwenye hizi mahadi, kwa mfano kuzungumzia amani au kuzungumzia maadili, inakuwa ni rahisi sana. Watoto wanatoka wameshajengwa katika vichwa vyao, na wakija kufanya dawa zao zinafanana, inakuwa tena hakuna kupata tabu kutoa mkono mmoja kwenda mwingine. Mwenyekiti wa taasisi ya The Islamic Foundation Arif Nahdi ameongeza kuwa matarajio yao ni kuona mtaala huo ukitumika si Tanzania pekee bali pia katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki. Na tumepata taarifa kutoka kwa wageni wetu ambao wamekuja kuendesha semina kutoka WAMI, wanasema wamepata habari Kenya, wamefurahishwa sana na wanaomba kwamba kama inawezekana pia hii fikra wapelekee watu wa Kenya waifanye, na pia watu wa Ethiopia. Hapa tunaye pia mjumbe mmoja kutoka Burundi. Kwa hiyo Mungu akijalia kheri, inshallah kwa muda mfupi tunaweza kuwa katika nchi za Afrika Mashariki zote tukatumia mtaala mmoja ambao katika mahadi zetu zitakuwa ni rahisi hata kuhama kutoka nchi moja kwenda nyingine kusoma. Sanjari na hilo, ameeleza kuwa matamanio yao makubwa ni kuona pia mtaala huo unatumika katika shule mbalimbali nchini. Point nyingine ambayo tunaifanyia kazi sasa hivi pia kuja baadaye kutambulika hizi syllabus serikalini katika shule zetu. Itakuwa pia ni rahisi katika mashule yetu kuja kusoma hii mitaala ambayo itasaidia sana vijana wetu katika kuwa wastaarabu, katika kufuata dini yenye amani, dini isiokuwa na kufundisha watoto kufanya uadui, ili kuweza kutengeneza jamii na nchi ambayo ni moja na yenye upendo. Kwa upande wake, Amiri wa Baraza la Sunna Tanzania BASUTA Sheikh Ali Zuberi amezitaka taasisi zote za Kiislamu kuwa tayari kuupokea, kutekeleza mtaala huo ili kuleta tija kwa umma. Allah hawezi kubadilisha yaliyo ya watu mpaka wenyewe wabadilike. Kwa hiyo kikubwa sisi ni kubadilika, na tunasema kwamba hatuseme haiwezekani. Kwa hiyo maadamu hili tumepewa katika mikakati ya BASUTA ni kutoa ushauri na kuangalia, je, taasisi tulizonazo zitakuwa na utayari kiasi gani na uthubutu kiasi gani, na kwa hili insha Allah tukifungua nyoyo zetu mambo yatakaa vizuri. Naye mwenyekiti wa mpito wa Umoja wa Mahdi za Kiislamu nchini Sheikh Ali Nasor amesema kikao hicho ni mwanzo wa safari ya kujenga mfumo imara wa elimu ya Kiislamu, huku mafunzo ya uongozi bora yakitolewa, yakitarajiwa kuwajengea viongozi uwezo wa kusimamia taasisi zao kwa ufanisi zaidi. Katika hilo imechanganyika na lengo la kutoa elimu kwa viongozi wa hivi vyuo au maahidi hizi kwa ujumla, kwa sababu ni kama taasisi maalum hizi za kielimu. Kwa hiyo wako hapa kwa ajili ya kupokea mafunzo mbalimbali, jinsi ya uongozi bora unatakiwa vipi tuendeshe taaluma, masuala yetu ya kielimu katika taasisi zetu, vipi tutafundisha, vipi tutasimamia walimu na mambo mengine muhimu ambayo yanahusu kwa ujumla masuala ya elimu kwa ujumla. Dr. Shamsa ni mmoja wa shiriki kutoka jijini Tanga. Anaamini kuwa mtaala huo utasaidia kuandaa wanawake wenye elimu sahihi ya dini, maadili mema,
uwezo wa kujenga familia imara pamoja na kuleta mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii. Na kwamba hatukuti lile pengo kubwa, yani tofauti kubwa baina ya binti aliyemaliza madrasa fulani na binti aliyemaliza labda yani madrasa fulani, na kwamba wote tunatarajia wawe ni mabanatu watakokuwa bora, watakokuwa wanamjua Mola wao na dini yao na kuwa walezi bora katika majumba yao. Sasa iwe amesoma mahadi hii au amesoma mahadi ya mkoa mwingine, ni kwamba unamkuta kimaadili yuko sawa na amelingana na huyu ni mwingine. Kutoka mjini Morogoro, Hassan Ninga, Sayari ya TV Iman.